Ni katika viunga vya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Jambo TV tumefika hapa kwa ajili ya kufuatilia mwenendo wa kesi inayomkabili kada wa Chadema Godlisten Malisa pamoja na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kanda ya Pwani Boniface Jacob almaarufu Boni I. Kesi hii ilikuja tena katika mahakama hii kwa siku ya leo kwa ajili ya upande wa jamhuri kumleta shahidi wa 6 mahakamani hapa ili aendelee kutoa ushahidi wake kuhusiana na kesi hiyo ya uchochezi. Hata hivyo, isivyotarajiwa, kesi imeahirishwa kutokana na kile ambacho kinaelezwa ya kwamba rufaa ambayo imekatwa na upande wa jamhuri katika mahakama kuu ya Tanzania. Msingi wa rufaa yenyewe unaelezwa ya kwamba mpaka inaahirishwa mara ya mwisho hakukuwa na rufaa ya msingi ambayo ilikuwa imewasilishwa katika mahakama hii, lakini siku za hapa kati kabla ya siku ya leo inaelezwa upande wa jamhuri ulileta hapa na kuja kuiomba mahakama ya kwamba kuna aina ya mashahidi ambao wanataka kuwaleta na mashahidi hao wanatakiwa kutoa ushahidi wao kwa njia ya asili, jambo ambalo mahakama ya Kisutu imeigomea jamhuri jambo hilo. Baada ya kugomewa uamuzi huo, jamhuri imeamua kukata rufaa katika mahakama kuu ya Tanzania ili kupinga kile ambacho wao wamekisema ya kwamba mashahidi wao kutoa ushahidi wa sirini. Nini hasa msingi wa jambo lenyewe? Wakili Dickson Matata anayewatetea Boniface Jacob pamoja na mwenzake Godlisten Malisa anaeleza kwa undani. Asante. Leo tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2025, shauri linalowakabili Godlisten Malisa pamoja na Boniface Jacob lilikuwa linakuja kuendelea na usikilizaji wa shahidi wa 6. Lakini tulipofika leo, upande wa serikali wakaleta hoja kwamba kuna rufaa wamekata kwenda mahakama kuu. Na kimsingi kwetu sisi ilikuwa ni kitu kipya kwa sababu wakati tunamaliza tarehe iliyopita kesi hii hatukuwa na kitu chochote ambacho kingeweza kukatiwa rufaa kwa sababu walileta shahidi akasikilizwa, na baada ya shahidi kusikilizwa tukapangiwa kwamba leo tutaendelea na mashahidi wengine na mahakama ikatoa amri kuletwa kwa mashahidi hao. Sasa tunashangaa leo wakati tunataka kuanza mahakama wakasema wamekata rufaa. Tulivyouliza mahakama wakasema kumbe kuna wakati tulivyoondoka siku ile ambao tulipangiwa kuja leo, katikati walikuja kwa siri wakaleta maombi ya kutaka walete mashahidi ambao watasikilizwa kwa siri. Yaani nikisema kwa siri maana yake ni kwamba hawatakuwa, kwa sababu mahakama kesi za jinai zinasikilizwa kwenye mahakama ya wazi, open court, na mashahidi wake huwa wanakaa kwenye dock ambao ni ya wazi na kila mtu anawaona. Kwa wao walikuwa wanataka wawalete alafu wale watu wafichwe kwenye chemba, yani wawe kwenye box, wakae ndani ambapo hawezi kuonekana na mtu yeyote, alafu watoe ushahidi. Sasa walipoleta hayo maombi, mahakama ikawakatalia kwamba hawawezi kusikilizwa kwenye dock kwa kujificha kwenye chemba, kwenye sehemu ya siri. Wanatakiwa waje watoe ushahidi kwenye sehemu ambao kila mtu atawaona kama ilivyo utaratibu wa kawaida. Kwa walivyonyimwa ruhusa hiyo, wamekata sasa rufaa kwenda mahakama kuu. Na kwa sababu wamekata kwenda mahakama kuu, mahakama imeona ni busara isubiri maamuzi ya mahakama kuu, na kwa hiyo hatukuendelea na usikilizaji wa shauri leo, na tunasubiri sasa twende tukabishane kisheria mahakama kuu, na kutokana na maamuzi ya mahakama kuu ndo tutakuja kuendelea. Kwa hiyo shauri limeahirishwa na litakuja kutajwa tena tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 2025 ili kusubiri maamuzi ya mahakama kuu ya je, mahakama ilikuwa sahihi kukataa mashahidi kuja kisiri na kutoa ushahidi kisiri, ama waje watoe, ama ilikuwa sahihi. Pengine tukirudi kwa jicho la tatu, nini uelekeo wa kesi hii mpaka tulipofikia hapa? Asante. Kama wakili siruhusiwi kutoa maoni kwa kesi ambayo inaendelea, lakini wananchi wanatakiwa kujiuliza ni kwa nini kesi kama hii ambayo inaonekana ni kubwa na inaonekana serikali ina interest nayo, leo wanataka kuleta watu waje kutoa ushahidi kwa siri, kwa kujificha, wasionekane na watu wasijue kwamba ni nani anayetoa ushahidi. Inaleta mashaka kwamba pengine ushahidi wenyewe ni wa kupika au mashahidi wenyewe ni wa kupikwa, ndio maana wanataka kuwaficha. Na hili nyenye mmelichukulia vipi? Kwetu sisi tunaona kwanza ni abuse of the court process, yani ni kuichezea mahakama. Kwa watu kama wao hatutegemei kufanya hiki kitu walichokifanya. Tulitegemea wataleta mashahidi kama ambavyo walisema wana mashahidi wa kutosha na wako tayari. Tulitegemea wataleta mashahidi vizuri, tuendelee na kesi. Ilikuwa imepangwa leo na kesho,
Hivi unavyoona sisi mawakili tunatakiwa kuwa Arusha kwenye kikao chetu cha mawakili cha chama cha mawakili Tanganyika TLS. Lakini tumeacha kwenda leo tukijua kesi ipo leo na kesho ili tuweze kusikiliza mashahidi hao na kisha ndio tuende safari. Lakini angalia tumepoteza muda, tuko hapa, wamepoteza muda watuhumiwa Boni na Malisa, lakini pia na wananchi ambao walikuwa na hamu ya kuja kusikiliza kesi. Sasa hii kitu inaumiza kweli kwa kwenye mahakama zetu kufanyika hivi.